Hako na kichwa ngumu kama ile karai ya kupika chapati. Rashid, ukijifanya kuwa mfupa uwezi lalamika kwamba mbwa wanakugombania. Rashid, na wakati tunakuja kipindi hiki ya maskani, ni vizuri pia uambie wageni wako wasitumie methali mingi. Misamiati. Goodbye. Kumekuwa na mwenendo na tabia mbovu ambao viongozi kama Cherargei wanachukulia Wakenya kama kondoo, kutuaminisha kwamba adui ya kondoo ni simba, mwishowe kuja kuchinjwa na mchungaji. Na ukiangalia sana sana kila kitu tunachosema unasikia ni siasa. Kama hili jambo tunaongea hapa, Rashid, ukiomba sabuni kwa jirani ambaye ako na kipara kama Cherargei akupatie sabuni ambayo iko na unywele, una ruhusa kuuliza unywele umetoka wapi. Utakaa tu kikisia. Sisi tumepewa karantini na Amerika. Sabuni ama kabla. Tumepewa karantini na Amerika, wameleta vifaa, hatuna ruhusa kuuliza itakuwa inafanya kazi kivipi. Na yapo lakini kuna mara mbili. Kwa sasa swali moja, mliuliza ama mlifanya maamuzi moja kwa moja na mkaanza kushtumu? Sasa kwa sababu nafikiri hapo ndio kuna tu. Wait for it. Ujue kwamba ndio maana sheria inasema kuwe na ushiriki wa umma ambao sahihi Senator Cherargei amesema haiwezekani. Kwa sababu tunafaa tuondoe hilo dhana la kwenda kuuliza kwa kuelezewa. Si ndio? Lakini kama mbunge yenyewe haijaambiwa. Sasa ni nani anafaa kuuliza? Hata wabunge wengine ambao wako hapo pia walikuwa wajui, na ndio maana wakamuita waziri wa afya kuja kuelezea, hata kama alikuja na kimburi, hako na kichwa ngumu kama ile karai ya kupika chapati. My lord, I wonder. Nadhani hii serikali ndio itakuwa ya kwanza kuleta ugonjwa nchini, kwa sababu serikali nyingi zimekuwa zikipambana kumaliza ugonjwa. Na niseme kama ningeulizwa kama seneta wa Kirinyaga, ningesema kwamba kama kituo kama hicho lazima kingejengwa hapa, kingeletwa katika Ikulu. Kiwekwe huko ndani. Wale watu ambao wanaunga mkono kama Cherargei awe ndo anaenda kuwapokea watu wa Embolo wakifika hapa. Ndio. Ningetaka kuona mbunge kama Sudi ndo anaenda kuwapatia chakula. Ningengojea nione kama Waiguru ndo wanawaimbia ngojera na kuwaimbia mashahili ili kuhakikisha kwamba wagonjwa wametulia. Uzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Rashid, nikwambie kitu moja. Na sijui hili jambo wewe unalishika vipi, lakini mimi kuna venye nalishika. Jambo la kwanza. Nchi hii sahihi nenda kwa matimbambu. Tumeshindwa kudhibiti ugonjwa wa malaria. Si mara ya kwanza. Mataifa mengine, Kenya imestawika katika masuala ya afya na usalama wake na ukaribu wake, ndio maana ikawa chaguo bora. Lakini haijamaanisha kwamba tuletewe kifo. Nafikiri kwa sababu Mheshimiwa Maanzo amekuwa busy na siasa za upinzani, labda nitaomba speaker wa bunge la Seneti, kwa sababu yeye si member wa health, included na committee ya health, tumtafutie ile protective gear azione sisi quarantine. Ugonjwa haijafika, protective gear ya nini na ugonjwa haijafika? Kama anavyosema Cherargei kauli yake ya mwisho. Kimtazamo wake anasema tuache kuweka siasa katika swala muhimu kabisa la afya. Hebu nikwambie Rashid, andika hii. Unajua uongozi ni tofauti. Na sana mitazamo ni tofauti. Na mitazamo sio siasa. Ujue ya kwamba sisi na akina Daniel Maanza na wengine mpaka tuongee, kwa sababu kwa kawaida wakiungana hivyo na tukose kusema lolote, mambo mengi haitaenda sawa. Na ndio maana unasikia tunaambiwa tunafanya siasa, lakini haidhuru kwamba hiyo ni umoja wa panya ambao haustui paka. Unajua hawa wanapinga na hao wenyewe hata si watu wa military, hata si watchman.
Ruto na Duale si madaktari na wataki kusikia madaktari yao. Hata pale kwa bunge huyu daktari Nyikal, kama umsikii Nyikal na ni mwenyekiti wa afya na yeye ni daktari na anasoma, sasa utasikiza nani? Hata malaika akija utasikiza. Afuati sheria. Rashid, wakati naongea nipewe nafasi pia niongee, kwa sababu wakati naanza kuongea ndo naona pia ndio Cheragai anaanza kuwa na mihemko. Na ndio nasikia mbunge imekataa, lakini sababu Mheshimiwa Ruto anaendesha inchi kwa kifua, asikii la mwadhini wala ya mteka maji msikitini. Na Duale ni namna hiyo, yani ni dictatorship mpaka wananchi waangamie. Na hiyo ndio tunasema lazima wananchi wa Kenya wapeleke Ruto na Duale nyumbani kwa kura ambayo inakuja. Maana gani wanaendanga nyumbani kila siku? Ni muhimu sana habari itolewe. Hata wale wakati mimi niliangalia ngoja nimalizie. Niliangalia vizuri na nikamfuata Mheshimiwa Duale jana. Ni kumsumbua tu, alimsumbua Jeff Koinange. Na kuna kitu chochote alijibu, ni kuweka lazima hata hiyo sheria alisoma yote ni ya kupotosha hiyo sheria. Get ready, get ready, get ready. Hiyo sheria inasema yeye yako na wadhifa na kitu kienda mbaya ni yeye tutalaumu. Kwa hivyo sheria ni sheria kidogo sana chini ya katiba. Katiba ndio inaongoza na katiba inasema jambo lolote hata kama ni kwa dharura uliza maswali. Public participation ingeulizwa madaktari kwanza. Mbona hakuna daktari wa Kenya anajua? Kwani Duale na Ruto ni madaktari? Ukusikia 2014 Kenya ilituma 233 kwenda kusaidia mambo ya Ebola. Hii ni madharau, anatakana kuomba msamaha. Kwa sababu kusema madaktari wa Kenya hawajui kupambana na Ebola, hii ni aibu sana. Na madaktari hata wale wanatoka Makueni, wao wenyewe walitoa taarifa. Madaktari walitoa taarifa wakasema kiongozi anaitwa Peter Sono. Ni makosa kuleta. Kuna swali nitawauliza. Huyu mtu amedanganya Ruto sana ndio ameangusha hii serikali. Tumesaidia Kenya iende mbele. Wada affordable housing na kuna swali nitawauliza tukirudi. Na ujanipea nafasi. Tutakuja uje uchangie. Yes.